Mjamboni tena wandugu wapendwa, ninawasalimu asubuhi hii leo tarehe 2 mwezi huu wa 10. Ni mimi nimerudi tena kwenye kamera hii nikitaka tuzungumuze kuhusu hii kampuni yetu ya For Life. Niliwaelezea kwamba hii kampuni kila mtu anayeingia ndani ama mwenye amejiandikisha, huyo yoyote amekuwa member ama amekuwa mwenyewe mwenye kampuni ya For Life, kwa sababu hii biashara ni biashara yako wewe mwenye umejisajili katika kampuni hii, ama umejaza form na kaweza kununua product. Wacha tena nirudi mwanzoni vile tunavyoingia katika kampuni hii. Unakuja kwenye kampuni hii bila ubaguzi, bila kuchagua sehemu yoyote unapoishi. Ni katika kila ulimwengu mzima. Hii dunia ambayo tunaishi, kila mahali unapoishi, wewe unaweza kuwa member ama unaweza kuwa mmoja wao wenye kampuni hii ya For Life. Tulisema kwamba ilianzia Amerika, lakini mwanzilishi wa Amerika hakutaka kujifungania ama kubaki na haya mazuri yanayopatikana katika kampuni hii ya For Life. Ndiyo akataka kushirikisha watu wengine na kuweza kutupa hiyo nafasi ama hiyo chance ambayo tunaweza pata maisha mazuri katika kampuni. Ni maisha yaliyo tofauti. Katika uchumi tuna bahati kubwa sana, ama tuna baraka sana kupitia katika kampuni hii. Katika afya nayo pia tunayo mazuri sana katika kampuni hii. Kuna ushahidi kutoka kwa watu wengi. Kuna ushahidi kutoka katika sehemu tofauti. Si watu ambao tunaweza sema wenye rangi fulani ama aina fulani. Ni kila mtu, kiumbe mwanadamu anaweza kunufaika ama anaweza pata bahati ya kuweza kupata faida katika kampuni hii. Kuponywa katika mwili, kiafya unapona. Hiyo ni ukweli, tunao ushahidi. Watu wengi wameuliza, je, imewezekanaje? Na ukajua kwamba hii kampuni inaweza tusaidia. Tuliona watu wengi ambao wameponywa na hii kampuni. Kuna watu wa diabetes waliweza kupona, kuna watu wa kansa walipona, kuna watu walikuwa wamepooza viumbe ama viungo vyao waliweza kupona, kuna watu ambao walikuwa wamezoofika sana katika maishani mwao, lakini hao wote wameweza kupata afya nzuri kupitia katika kampuni hii ya For Life. Acha niwaelezee jinsi ya kuingia ndani. Wakati wewe umeamua na roho yako moja, umesema mimi nataka kuingia katika kampuni hii, wewe tayari umekuwa member wa kampuni. Hapo katika mawazo bado haujaingia, unakuja, kuna pesa ama kiwango fulani cha kujaza form. Najaza form na dola 13. Dola 13 ama dola 10 tuseme hivyo, mtu akikusaidia ama ukiweza kununua product. Hapa utajaza fomu na utakuwa member, utaanza kununua bidhaa zako ama product zako kulingana na uwezo wako. Lakini unapokuja katika kampuni hii ukiwa na pointi 100, hapa hakuna pesa za kujisajili ama kujiandikisha, kujaza form. Unajaziwa form for free bila kulipa chochote. Unanunua tu bidhaa zetu. Tuliwaambia ukiingia mara ya kwanza ama wakati unapokuwa katika kampuni hii, kila mtu, leo ni tarehe 2, ni kusema tarehe 1 jana iliyopita, kila mtu alikuwa ni mpya katika kampuni. Ni kusema tunaanzisha mwezi pamoja sisi wote kuanzia tarehe 1 hadi mwisho wa mwezi. Kuna mwezi wa tarehe 28, kuna ya 29,
kuna mwezi wa tarehe 30, kuna mwezi wa 31. Hapa tunapoanza tarehe 1 mpaka mwisho wa mwezi, hapa sasa ndiyo tofauti upo kulingana na ile kiwango ama kulingana na watu ambao umepata katika kampuni hii. Unanunua 100 points ama point 100. Point 100 tumesema kwamba inalingana na ile product zenye umenunua. Ukinunua transfer factor mbili zinatosha kupata point 100. Transfer factor mbili zinatosha kufikisha 100 points. Hizi transfer factor, hii transfer factor niliwaelezea. Hii ni kitabu ambayo ina product zote ambayo tunajisaidia kujua product ni gani na pesa yake ni ngapi na manufaa yake ni gani. Hii transfer factor mnaiona hapa, lakini kuna zingine nyingi, lakini acha niwaambie kuhusu hii transfer factor. Hii ndiyo tunaweza sema, hii ndiyo kiunganisho ama bidhaa zetu zote zinaitwa transfer factor. Sasa hapa nilikuwa nasema ukinunua mbili tu peke yake umekuwa umekamilisha kile kinachohitajika katika hii kampuni. Ukileta watu wengine ama ukijaza zingine, ile yoyote ambayo utanunua juu ya hii point 100 yote utalipwa 25% kulingana na zile umenunua. Ukinunua za 1000, hiyo watatoa hiyo 100 point ama hizo point 100. Hizo zingine 900 ni product ambazo zitahesabika 25% na utalipwa kando. Bado uko na zile product zako, zile bidhaa zako ambazo umenunua. Hata hii 100 points ama hii 100 points zote ni zako, unapewa ama unaletewa mahali wewe ulipo. Ukiwa na kampuni nzuri ambayo itakusaidia kuweza kuitisha vitu vyako na kukuletea mpaka nyumbani, hiyo ni bahati kubwa. Kama sisi hapa Kenya tunayo kampuni inaitwa Kentex. Kentex inatuletea bidhaa vizuri sana na kwa wakati unaofaa. Haiwezi kukaa sana, haiwezi chelewa sana. Wakati unatuitisha tunakuletea haraka sana. Sasa nilikuwa nimesema tutazungumza kuhusu product zetu mbili peke yake nitaguzia. Kuna ile moja nilisema Shoprite ama Record. Hii ni bidhaa ambayo tunaipata kwenye hii kampuni. Tulisema ni product ambayo inasaidia ubongo wa mwanadamu. Hiyo Record inatusaidia kwa vitu nyingi sana. Ndio hii nilikuwa nataka kuwaonyesha. Ndio hii, sijui kama kamera yangu itaweza kuwaonyesha vizuri sana. Sasa hii Record inafanya kazi gani? Hii inahusikana na ubongo wa mwanadamu. Hii inahusikana na kulinda ama kukusaidia kuwa mtu ambayo iko imara kabisa katika ubongo wako. Kuna watu ambao wamegonjeka shida tofauti. Kuna wale utakuta amegonjeka kifafa, anaanguka. Hiyo kifafa inaanza kumwangusha chini. Kwa nini? Kwa sababu ubongo wake haufanyi vizuri. Una wengine utawakuta ameamka asubuhi, iko na miradi yake ambayo alikuwa amepanga jana, asubuhi yake yeye hakumbuki. Niliwahi kuwaambia hivyo. Hata jua kwamba kuna kitu ambacho alikuwa amepangia atakachofanya asubuhi yake. Unakuta anaamka, kuliko aende kutafuta mzwari ya kupitisha kwenye mdomo, anaanza kutafuta viato. Ndio huyu akitoka kaenda kazini, ameenda kwa jirani yake, ama akitaka kwenda shule, unakuta ameenda sokoni. Kwa nini? Kwa sababu ubongo wako hauko
timamu ama hauko na nguvu ya kuweza kushikilia ile kitu ambacho ulikuwa umepangia. Ukitumia hii record inakusaidia kuweza kukumbuka ama kuweza kuwa mtu mwenye iko na anapangilia vitu vijazo ama kampuni yako na vile utakavyoendeleza. Hapo unakuwa mtu mwenye iko makini kwa kila kitu ambacho umepangia. Hii inakusaidia kukumbuka, inakusaidia kuona vitu ambavyo wewe haungeweza kuona na kufikiria. Unaanza sasa kulala vizuri, uchovu wote ambao ulikuwa nao unaamuka ukiwa sawa. Unajua mtu akichoka mara nyingi kwa bongo wake huwa ndio anachoka kwanza. Utakuta mtu ameshinda kibebana na mzigo kwa kichwa kwa mgongo wake. Lakini ikifika jioni, kwa sababu hana shida nyingi kwa kichwa chake ama kubongo wake, ufahamu wake, analala kabisa, anasinzia mpaka kesho asubuhi, anaamka akiwa fresh, anaenda kazini. Unakuta mwingine amekuwa ni mtu wa mjengo akifanya kazi kwa nyumba. Huyo naye anafanya kazi, ikifika jioni, usiku, ndio huyo amelala, amepata usingizi, na anaamka asubuhi anarudi tena kwenye kazi. Mwingine utamkuta kwenye gari, anaendesha gari yake mpaka asubuhi mpaka jioni, na bado anakumbuka. Lakini kuna mwingine utamkuta amekaa nyumbani, ameshinda kwenye kiti ama ameshinda kwenye soko, hana vitu nyingi ambavyo amefanya, lakini akifika usiku usingizi umepotea. Kwa nini? Anakwambia nimechoka sana, nimechoka kiwango ya kupindukia, sina aina yoyote ya kuweza kunisaidia. Kwa nini? Ni sababu ya ubongo. Ukishachoka kwenye ubongo wako, hakuna kazi ambayo haiwezi kuweka chini na kukuangusha. Lakini tukiwa na hii record inakusaidia, hii record inakusaidia, sijui kama mnaniona, inakusaidia kuweza kuwa mtu ambayo ana ufahamu timamu, anakumbuka vitu kama vile ilivyo. Hapo itakusaidia hata katika mwilini mwako, hutakuwa na shida zingine, kwa sababu uko na akili ambayo iko katika nafasi yake. Hiyo inatusaidia, ndio nilisema kuhusu hiyo juzi, na tunafurahia sana kwa sababu tumeweza kubarikiwa na kupata hii kampuni, na tukiwa pamoja tutaweza kufika kwa malengo yetu ama kwa miradi yetu yote. Sababu kama hauna ufahamu au ukumbuki jua project zako zote, hapa hauna bahati. Sahau kabisa, na uende uweze kuajiriwa ama ufanye kazi zingine ambazo hazitakugharimu muda wako wa kukaa na kupanga. Niliwaambia hata wakati mwingine hizo document zako ambazo umetengeneza kuhusu kampuni yako utazisahau, au utajua umeziwacha wapi. Wengine wanaenda kwenye hoteli, ndio huyo akikunywa chai anaamka na kwenda, hakumbuki kama alikuwa na kitu fulani. Huyo kwa gari, akitoka kwa gari ameacha simu, ameacha sijui bag, vitu kama hiyo, vitu vyake vyote amesahau. Unakuta wengine akiwa ni mtoto ameenda shule, akifika shule yale ambayo amefundishwa kesho utamuuliza na aweze kukuambia. Mama ndio huyo akianza kupiga chakula, ndio amechanganya na vitu vingine yenye haifai. Kama ilikuwa kwanza atangulie sijui nini vitu hivyo kwa mboga, anaanza kurudi kinyume nyume. Hiyo tusahau kabisa. Wandugu wapendwa, nimewaletea product nyingine ambayo tunaita AG Pro. AG Pro ni kusema hii product ambayo ninataka kuguzia, na tutaendelea kuikagua sana. Uwe makini na uweze kutufuatilia katika hii channel yetu ama line hii yetu tunapowazungumzia kuhusu kampuni yetu ya 4Life. Hapa AG Pro ni ya muhimu sana katika umri wowote ulio nao. Kuna watu ambao niliwaambia juzi, unamkuta mtu ambaye msichana, tuseme sana kuhusu wamama, hisia ya wamama, wanawake,
Hao utamkuta mtu msichana wa miaka 15 unaanza kumwekea miaka 35, unamwongezea miaka ingine 10 ama zaidi hapo. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake haukuweza kupangilia ama kuwa na kujua nyakati ambazo ameingia. Unakuta mtu mwezi anahesabu mara 3, 4 ama 2. Mwezi kwa wamama unakuta amehesabu kitofauti. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake hauna ufahamu, haujui nyakati. Unaanza kukuta mtu amekuwa na shida nyingi sana, na anaanza kuhesabu vitu ambavyo havijulikani. Hii tunaita Age Pro. Age Pro hii sana ni ya muhimu sana kukujulisha wakati wewe unapofikia. Ukiwa umefika katika uzee, labda wengi wa mama inafika wakati yeye alikuwa ndio wakati wake wa kufurahia miaka yake, unakuta amekuwa mzee ama amekuwa mtoto, ajue wakati wake. Hii tutaiongelea sana, ambayo iko na calcium, aluminium, iko na rutuba katika mwili wa mwanadamu, hasa sana kwa wamama, na anaweza kujua wakati wake na masaa ama miezi na kuendelesha. Hapo utaanza kujua. Unakuta mtu amejifungua mtoto, lakini ukiangalia aina yake unakuta ni tofauti, sababu ya shida tofauti alizo nazo. Acha turudi sasa kwenye hii kampuni na faida zake, hizi mambo ya product. Kuna wakati ambapo tutakuwa tukiendelea kunena ama kusema kuhusu kila product. Hii tuliwaambia kwamba hatua ya kwanza unapoingia ni lazima ushirikishe watu wengine, ualike wa ndugu, ualike wa dada, ualike familia yako, ualike majirani. Wakati wanapoingia, niliwaambia unaweza kununua product hizi, bidhaa zetu za $1,000, wanatoa 100%. Hiyo inalinganishwa na $165, ama italingana na zile product umechagua. Kuna wengine unaweza product ambazo zitakufikishia $250, $220, $140 ama $124. Ukinunua zile zenye nimewaambia, transfer factor 2 tu peke yake kwa kampuni zinaweza toa $148 ama $130. Ukinunua hizo, unaanza kuandika watu wengine, wakiingia chini yako, kuna kiwango cha hizo pesa niliwaambia 25% kwa watu ambao wamekuja kupitia line yako ama mstari wako, wewe ndio umewaita. Wale ambao wameitwa na watu ambao wewe umeita, tunawaita wajukuu. Hao nao unapewa nayo pia 25. Lakini kuna kiwango nayo pia wanastahili kujaza. Ukiendelea hivyo, itafika wakati unakuta wajukuu nao wamezaa, unaanza kuchukua 5%. Hizo 5% unaanza kulipwa, na unakuta umekuwa na pesa ambazo zitakusaidia katika maishani mwako. Tulisema level 1 inaitwa associate, level 2 tunaita builder. Hiyo builder ni mtu ambaye iko na watu watatu. Hao watu watatu, kila kitu ambacho watafanya katika kampuni hii, wewe una 25%. Ukipanda hapo uanze kupata watu wengine, unaweka watu 3, wanakuwa watu 6. Hapo unaitwa builder elite.
hapa utakuwa na points 600. Unatoka hapo unaenda kwa watu 8 ama 6, unaweza fikia katika rank tunayoita diamond. Hapo utakuwa umeanza sasa kuvuna mavuno ambayo yanapatikana. Na waalika wa ndugu wapendwa, tuweze kuita watu na tuweze kuwashirikisha na tuweze kuzungumza na tuweze kusema, kwa sababu sisi wenyewe ndiyo capital yetu. Asanteni wa ndugu wapendwa, tuweze kuwa pamoja katika mradi huu wa kampuni ya 4Life. Kuna product nyingi sana ambazo tuko nazo. Niliweza kuwaambia kuna hii Transfer Fact, kuna Transfer Factor Plus, kuna Transfer Factor Classic, kuna Transfer Factor Formula na kuna zingine ambazo ni nyingi tunazoendelea kupata hapa katika kampuni hii. Ndio sijui kamera yangu itaweza kuzisoma. Hii kitabu itatuelekeza kwenye mstari mzuri. Hii inaitwa Transfer Fact Immunity Spray. Hii Transfer Factor Immunity Spray. Hii ni Transfer Factor. Hii inasaidia kwa watu ambao wana asma ambao hawawezi kupumua. Ukichukua hii Immunity Spray unatumia pamoja na Transfer Factor. Transfer Factor niliwaambia inainua ama inafufua ama inaumba makinga ya mwili kiwango cha 470 kwa mwili wa mwanadamu. Chupa moja tu peke yake. Hiyo ukitumia pamoja na hii ya asma kufungua, wale ambao wanalala usiku wamekuta hawezi kupumua, hawezi kuongea, ndio huyo ametoka kwenye chumba chake anaanza kutafuta mahali ambapo atapata hewa nzuri. Hiyo inakusaidia sana. Na kuna nyingine ambayo tunaita Transfer Fact Renewal. Transfer Factor Renewal hii inaondoa ile majipu ama zile vitu ambavyo unakuta zimeharibu uso wa watu wengi. Kwa nini? Kwa sababu ya zile chemical ambazo niliwaambia. Utakuta umeogelea sabuni ambao hauna uzoefu wake, inakuletea vitu kwa mwili. Unakuta mtu sio mweupe, si mweusi, sio mzungu ama mweusi. Unakuta amekuwa na vitu marangi kwenye uso wake, ama ameanza kutoka majipu ama vitu nyingine inaharibu uso wake. Hiyo nayo inatusaidia kuondoa hizo shida zote. Hapa tunayo Transfer Factor Immune Booster. Transfer Factor Immune Booster ndio hii. Mtaniwia radhi kwa sababu ninajaribu kuwakaribishieni hii bidhaa zetu. Hii Immune Booster inainua nguvu. Kuna watu wengi ambao tunakuta hapo nje wanakunywa vitu ambavyo vina chemical. Wanakuambia hii ni energy. Lakini ukiitumia sana unajikuta wewe umeingia katika shida. Wakati umeanguka chini, hauna nguvu tena za kutembea, hauna nguvu za kufanya kazi, hauna ufahamu tena. Kwa sababu ya nini? Ya ile alcohol ambazo wewe umeweka ndani ya mwili wako. Inaanza kuharibu kifua. Hauwezi pumua vizuri, damu yako haiwezi kuchujwa vizuri, kwa sababu umeweka vitu ambavyo havistahili ndani ya mwili wa mwanadamu. Ndio utakuta katika tumbo hauwezi kwenda choo kama vile ilivyo kawaida. Utakuta watu wengi wanaanza kupata magonjwa nyingine ambayo tunaita kwa kimombo inaitwa constipation. Yaani unashindwa kwenda kwa choo. Hiyo inakusaidia kutengeneza hizo shida zote. Hiyo immune system hata kwa watu ambao wana shida za macho.
ukitumia hii na Reovida na Vista na Transferfact, hiyo itakusaidia. Hii ambayo nilikuwa nimeita Immune Booster, hiyo itakusaidia. Ukichanganya zikiwa 2-3, hapo wewe umefaulu kufika katika kiwango ambacho kinatakikana. Ndio hii ile Age Pro nilikuwa nimewaambia, lakini kwa sababu muda ni mfupi, wacha tuendelee kupitia kidogo. Hii ni cardio. Hii ndio niliwaambia inasaidia upande wa mafafa yako liweze kuchuja vizuri. Kuna hii collagen. Hii collagen ni nzuri sana. Hiyo nayo inafanya kuwa unajihisi vizuri kufanya mazoezi, kama vile niliwaambia, tukifanya mazoezi, tukifanya vitu ambayo inatusaidia mwili kuwa na nguvu. Ni nyingi sana. Kuna ile niliwaambia Recall, kuna nyingine niliwaambia Sleep Right, ya kufanya wewe uweze kuwa kwenye standard, yani kiwango ambacho mwili wako utaweza kumudu. Hizi bidhaa zetu ni nyingi na ni za muhimu sana, lakini zote italingana na shida unayo ama vile uchaguzi wako unavyokuambia. Lakini ukija kwetu tutakusaidia na tutakuelezea vile inavyofanya. Kila mahali, kumbukeni niliwaambia, hata mashinani huko chini kabisa, sisi tunawafikishia hizi bidhaa zetu. Mahali popote ulipo, usiwe na shida yoyote. Usiseme kwamba mimi siyupo barabarani ama siyuko katika mji mkuu. Mahali popote ulipo katika ulimwengu mzima, na mimi naweza kuandikisha hata ukiwa sehemu gani, ukiwa katika Afrika, ukiwa Europe, ukiwa Amerika, ukiwa Asia, mimi niko tayari kukuandikisha kwenye kampuni hii, na tukiwa pamoja hapo tutaweza. Usiseme kwamba wewe hatuko pamoja. Kama una ndugu yako ambaye unamjua mahali popote alipo, una uwezo na fursa ya kuweza kumwalika na kumwambia kuje tufanye hii kampuni, hii biashara. Tukiwa katika hii biashara tutajuana zaidi. Niliwaambia hata nyumbani tuna furaha tele, hata katika maishani tuna furaha. Barabarani mahali tunapotembea kuna usalama, kwa sababu akili zetu ziko sawa, afya yetu iko sawa, kila shida zote zimeisha, na utaweza kuongea na watu vizuri. Au utakuwa na ile kisirani saa kwa saa unaanza kuzozana na watu kwa vitu ambavyo havifai. Asanteni. Mimi niliwaambia mimi ni Caleb. Namba yangu ni 0721999298. 0721999298. Kwa Kiswahili 0721999298. Hapo ukienda kwa Telegram utanipata Caleb. Hiyo namba yangu iko kwa Telegram. Hii ukija kwa email naandika Caleb Muvugizi. Hapo utanipata kwa email. Mimi hapa Kenya sina shida yoyote ya kuitisha bidhaa ama product zangu. Nawaambia hapa katika kampuni hii ni uaminifu, ni roho safi, ni amani na nguvu, na kuweza kufika kwenye miradi yetu ambayo tunayoipangia leo, kesho, wakati ujao. Asanteni, karibuni ninyi wote, tushirikiane pamoja.